kurudishiwa kile kilichopotea, kile ambacho huenda ikawa kilikuwa ni sehemu yako na umenyimwa ama kimechukuliwa kwa njia ya udanganyifu. Na tunasoma katika 2 Samueli wa pili mlango wa 9, na nitasoma kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Kwa hivyo utatega sikio kwa sababu ya muda tulio nao, kwa hivyo utaniwia radhi. Kisha Daudi akasema, je, amesalia mtu mmoja katika nyumba ya Sauli mpate kumtendea mema kwa ajili ya Yonathani? Palikuwa na mtumishi mmoja nyumba ya Sauli, jina lake Siba. Basi wakamwita aende kwa Daudi, na mfalme akamuuliza, wewe ndiwe Siba? Naye akasema, mimi mtumwa wako ndiye. Mfalme akasema, je, hakuna hata sasa mtu yeyote wa nyumba ya Sauli nipate kumtendea mema ya Mungu? Siba akamwambia mfalme, Yonathani anaye mwana hata sasa aliye na kilema cha mguu. Mfalme akamwambia, yuko wapi? Akamwambia mfalme, tazama, yumo katika nyumba ya Makiri mwana wa Amieli katika Lodibari. Basi mfalme Daudi akatuma watu wakamuondoa katika nyumba ya Makiri. Haleluya, amen. Mwana wa Amieli katika Lodebari. Basi Mefiboshethi mwana wa Yonathani mwana wa Sauli akaenda kwa Daudi, akaanguka kifudifudi, akasujudu. Daudi akasema, Mefiboshethi, naye akaitika, mimi hapa mtumwa wako. Daudi akamwambia, usiogope, maana bila shaka nitakutendea mema kwa ajili ya Yonathani baba yako, nami nitakurudishia mashamba yote ya Sauli baba yako, nawe utakula chakula mezani kwangu daima. Akasujudu akasema, mimi mtumwa wako ni nini hata ukamwangalia mbwa mfu kama mimi? Bwana asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Neno la Bwana linazungumzia kuhusu urejesho. Sema urejesho. Urejesho. Wakati unaona kwamba umerudi chini sana, wakati ambapo unaona umekata tamaa, wakati ambapo unaona kwamba umesahaulika, mpendwa, kuna maisha ambayo unaweza kuwa unaishi leo hii, ambayo ni maisha kama ya yule Mefiboshethi. Alitolewa katika nyumba ya baba yake. Yeye alikuwa uzao wa kifalme. Amen. Amen. Sauli alikuwa mfalme, Yonathani alikuwa mtoto wake. Huyu Mefiboshethi ni mjukuu katika nyumba ya Sauli, lakini akatolewa kwa nyumba ya kifalme, akapelekwa kule kwa nyumba ya Makiri kule Lodebari. Haleluya. Akapelekwa kwa nyumba ambayo ilimfanya awe duni, akajiona kama mtu ambaye ni mbwa mfu, yani hana thamani, hana maana. Kumbe ni kuhamishwa. Sema kuhamishwa. Amepelekwa tu sehemu nyingine, lakini kwa kusema ukweli, huyu ndugu ana maisha mazuri ya kuketi pamoja na mfalme. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Wakati mwingi unapata watu tunadharauliwa. Bwana asifiwe. Amen. Unapata watu wanakushtumu, unapata watu wanakuonea, lakini hawajajua asili yako vizuri. Bwana asifiwe. Amen. Hawajajua wewe umetokea kwenye shina gani, umetokea kwenye msingi upi. Waweza kuwa unahangaika, unasumbuka, unateseka, unasumbuliwa hapa na pale, unaishi maisha ya kusumbuka, lakini kunaye mmoja ambaye ni Kristo, anajua maisha yako yanapaswa kuwa wapi. Bwana asifiwe. Amen. Inasema kwamba Daudi akamwita, naomba Mungu aliyeziumba mbingu na nchi, ambaye Daudi alimwabudu, huyo Mungu naye akatumani ukaitwe. Amen. Ukatoke mahali ulipo. Amen. Naomba atumie mtu akushike mkono. Amen. Mpendwa, unahitaji mtu katika maisha yako. Amen. Unahitaji watu katika maisha yako. Amen. Unahitaji watu waliokuzidi kukushika mkono. Amen. Daudi alikuwa mfalme. Alipoingia katika nyumba ya yule Siba ambaye alikuwa caretaker wa ile nyumba ya Sauli, akauliza, je, kuna mtu katika kizazi hiki cha Sauli nimtende mema? Bwana asifiwe. Amen. Naomba usiku wa leo kuwe na swali na ulizo juu ya maisha yako. Amen. Waweza kuwa labda una kitu unatarajia,
unaishi maisha ya kusumbuka, lakini Mungu aandae njia, akafanye njia pasipokuwa na njia. Mambo unayoyapitia, mambo unayokabiliana nayo, mambo unayomenyana nayo yamekusababisha wewe mwenyewe umejidharau. Naomba Mungu akaiandae meza machoni pa watesi wako. Maana Daudi alisema, kuanzia leo utakula pamoja nami, hautarudi kule Lodebari Makiri, kwa nyumba ya Makiri. Hizo nyumba za Makiri tunazikataa katika jina la Yesu Kristo. Amen. Eti watu wanakujua, wakikuona wanajua tu tayari lifestyle yako. Mungu abadilishe lifestyle yako. Amen. Mungu abadilishe mienendo yako. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Watu wakikuona wanasema kwamba huyo tumemzoea. Naomba hayo mazoea yakaondolewe kwa jina la Yesu Kristo. Mungu akuondolee mazoea ambayo yamesababisha watu wakuone mtu wa kawaida, uanze kuwa mtu wa baraka, uanze kuwa mtu wa msaada, watu wakuone jinsi unavyokaa, ukae mtu wa ushuhuda. Haleluya. Unapotembea waseme, yule alikuwa katika nyumba ya Makiri, lakini leo hii hayupo tena kule, saizi anakaa pamoja na wafalme. Haleluya. Neema. Hakika mpendwa, Kristo tunayemtumikia ni mwaminifu. Neema aliyoiachilia kupitia kwa uhai wake pale msalabani, damu iliyomwagika, ile neema ina uwezo wa kukulocate. Haleluya. Ina uwezo wa kukuhamisha. Neno la Bwana linasema kwamba damu ya Yesu ina uwezo wa kuhamisha nafsi zetu, kuziondoa katika ufalme wa giza na kuziingiza katika ufalme wa nuru. Inawezekana. Amen. Sema amen. Amen. Inawezekana. Hata wewe uliona kwamba mambo hayajafanyika, yanaweza yakafanyika. Haujachelewa. Bwana Yesu asifiwe. Mungu hataacha uteseke kupita jinsi uwezavyo, atatumana msaada. Sema amen. Amen. Usiruhusu watu wafanye maamuzi ya mwisho juu ya maisha yako. Usiwahi kubali ideas za watu na vikao vya watu vikadetermine kule unakoenda. Usikubali. Amwamini aliyeziumba mbingu na nchi. Inawezekana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Asikuvunje mtu moyo kwa sababu lazima labda amekuzidi mahali. Hapana. Jipe moyo katika Bwana. Biblia inasema, na Daudi akamwagiza Siba, akamwambia, kuanzia leo wewe ulikuwa nikiateka kwa ajili ya nyumba ya Sauli. Ninataka mashamba yote, nataka mali zote zirudi kwa huyo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna vita hautapigana mpendo. Kuna mahali hautaongea. Mungu ataruhusu watu waongee kwa niaba yako. Bwana Yesu asifiwe. Mungu atainua tu mtu mahali. Mtu ataongea kama wazee 20 mahali, na watasema huyo mtu ameongea, na hatuongei tena. Bwana Yesu asifiwe. Anayehusika ni Kristo. Unapokuwa mtiifu na mwaminifu katika agano lake. Kumbuka Daudi anakuja kwa nyumba ya Sauli kutafuta maneno ambayo aliongea na Jonathan. Amen. Maana wakiwa na Jonathan alimsaidia. Bwana Yesu asifiwe. Wakati Sauli alikuwa anatafuta Daudi amuue, Jonathan alimsaidia, akamficha, hata akamwezesha na akampa upanga, akamwambia huu utakusaidia. Amen. Mpendwa, unapokuwa kwa kipindi cha kuweza kusaidia mtu, saidia. Bwana Yesu asifiwe. Ukiwa kwa nafasi ya kushika mtu mkono, mshike mkono. Haujui kesho ya uzao wako. Mtu ataamka atauliza, kuna mtu katika ile nyumba, ninataka nimsomeshe. Amen. Huyo mtu nataka nimtafutie kazi. Huyo mtu nataka nimbariki. Yaani wema wako hautapotea. Endelea kufanya wema. Maana agano tulilo nalo ndani ya Kristo, hili agano linadumu. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna mtu atakudhulumu. Hata kama kuna kitu ulikuwa upokee na watu wamekikalia, watu wamekizuilia, wakasema huyu hafai hiki kitu, tulia, usigombane nao, usisukumane nao, usiwashtaki. Kama hali ulipo, muamini aliyeziumba mbingu na nchi. Atatumana mtu. Siku moja Mungu ataamsha mtu kwa ofisi moja, na atakuja na atasababisha haki yako. Bwana Yesu asifiwe. Mungu atatumana mtu hata mahali pale unapoishi, aje tu kwa kusudi la kununua na kujenga mahali pale, na iwe sababu ya wewe kupata suluhisho kwa tatizo. Mungu ni wa ajabu sana wapendwa. Yaani ninasema kwamba usikate tamaa. Kama vile Mefiboshethi alijidharau, alijiona kama mbwa mfu,
alijiona kwamba hafai, lakini Biblia inasema kwamba Daudi akamwambia, kuanzia leo utakula pamoja nami kwa hii meza. Kazi hizi zingine zitafanywa na yule simba ambaye alikuwa ni caretaker. Yapo mambo umekuwa ukihangaikia, ukiyasumbukia, Mungu ataappoint watu wengine wayashughulikie. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Akuinue kiwango kingine, akusongeze hatua nyingine ambayo si ya usumbufu. Bwana asifiwe. Amen. Si ya mahangaiko. Nyakati na majira tunayoishi, mahangaiko yamekuwa mengi. Ukweli ama uongo? Ukweli. Mahangaiko yamezidi, kila mtu anatafuta vile atakavyoweka vitu sawa. Lakini tukimwamini Yesu, pamoja na hayo yote, yapo mambo Bwana atayasuluhisha tu, atayatatua. Amen. Atayashughulikia tu kwa njia nzuri. Mambo yatakuwa sawa tu, hasa wakati ambapo unakaribia kipindi cha kubarikiwa kwako. Yaani unasikia ni kama unataka ukate tamaa, usikate tamaa. Songa mbele. Mwamini aliyeziumba mbingu na nchi, anaweza akaiandaa meza. Meza si lazima waandae mlo ule. Ni opportunities ambazo zitakuja pasipo wewe kuwajibika. Bwana asifiwe. Nafasi zitatokea, fursa zitatokea, baraka zitakuja. Watu watakuwa wanapita na wanasema, wacha tuingie kwa mji huu tuangalau tupate maji ya kunywa, na wakakupata kwa nafasi na ukawa sehemu ya baraka katika maisha yao. Bwana asifiwe. Mungu ana sababu. Wakati mwingine watu wanaweza kuwa wanatembea na hawajui waelekee upande gani, hawajui njia ya kuelekea majaoni. Ukawaambia majaoni ni upande huu wa kushoto, na wakakwambia tupatie namba yako. Wakienda wakifika, wanakupigia na kukwambia tumefika. Baada ya muda wanakupigia simu na kukwambia tuko tunaomba tukutane na wewe. Haleluya! Amen. Wanakuuliza wewe unafanya nini? Unaanza kusema unajua mimi ni mtu wa mkono, unajua unataka tukusaidieje? Haleluya! Maana ulipoelekeza tulifika, tulifanikiwa na yale wanaenda kufanya. Na wewe leo unatakaje? Bwana asifiwe. Utapata wamekwambia tuonyeshe mahali pa kukaa. Amen. Amina. Ghafla wewe uliokuwa hueleweki unaanza kueleweka. Amen. Uliokuwa umesahaulika unakumbukwa. Uliokuwa umetupwa unaanza kutafutwa. Haleluya. Unapita mahali ambapo watu walikuwa wakikuona hata hawana haja na wewe. Watu watatafuta kukuuliza, kumbe siku hizi umepotelea wapi? Wanataka tu kukusalimia. Wanasikia tu raha. Kukusalimia. Hizo salamu ukisalimia ndugu unasikia nimebarikiwa. Na hujambariki kitu. Bwana asifiwe. Ni neema. Sema amen. Amen. Na kuombea msimu huu tunaokaa, Bwana akukumbuke. Amen. Najua kuna kitu umefanya mahali ukitarajia matunda yake. Naomba hayo matunda yaive leo. Amina. Naomba hayo matunda ule wewe. Amen. Asile simba. Keateka asile. Amen. Aliyekalia baraka zako aziachilie. Amen. Kuna kitu kiko appointed kwa ajili yako kikufikie. Amen. Vitu vimeelekezwa vikufikie. Amen. Ninaomba Mungu wa haki ahakikishe umepata sehemu yako. Mahali umedhulumiwa, Bwana akulipe. Amen. Mahali watu wamekukejeli, Mungu akuheshimishe. Mahali ambapo ulikuwa ueleweki, umesahaulika, unaweza pita mahali hata ukaangalia nguo zimewekwa kwa hanga, ukaangalia wakakwambia toka, unazuia watu, unatuzuia watu, unaharakisha unatoka. Hapo mahali utarudi kwa ujasiri. Amen. Haleluya. Utasema naomba mniteremshie. Si mimi niteremshe, niteremshieni hiyo nguo. Wala unauliza ni ngapi? Ati 1000. Unasema hii nguo nzuri mnauza 1000. Haleluya. Bana uko sawa. Amen. 1000 unashangaa inatosha kweli? Kwa sababu zipo. Amen. Bwana asifiwe. Wanakuuliza kwani unaona tukufanyika? Unasema nilikuwa nafikiri ni 3000. Haya sasa nipatie, nifungie. Haleluya. Mahali pa kubagain umeweka X. Najua hapo mna raha sana. Hapo mna raha sana. Hata tuktuk mna bagain. Mungu atupe neema. Atukumbuke. Mahali tuliweka
kwa Lodebari kwa Makiri kwa kubageni. Bwana tutoe mahali pale unapatia huyo ndugu 100. Anakwambia ngoja na unasikia una amani kabisa. Unaenda nyumbani kwa amani, una raha. Haleluya. Najua hilo Bwana ametenda. Amina. Sema amen. Bwana akuondoe kwa hiyo nyumba hiyo ya kubageni. Amina. Bwana asifiwe. Amen. Unapata mrundo wa tomato umejaa, zimebonyea, zimekaa, zina smile hivi, bado una bageni. Na umeweka 4 shilingi 10. Una bageni unataka 7 bob. Unapata mafungu mawili kwa 15. Na Yesu ni Bwana. Haki zako ziko wapi? Amen. Sema amen. Na tomato zinalia. Zinatoa tu machozi tu. Zinatoa tu machozi tu. Wanafukuza tu hizi maana zinalia mpaka hizi wanakuja kuomboleza. Wanafukuza tu una bageni. Patia mafungu mawili kwa 15. Yaani hapo uko Lodebari kwa nyumba ya Makiri. Lakini wewe unapaswa kuona kula na mfalme. Amen. Unapaswa kuona kula na mfalme. Amina. Haleluya. Amen. Neema hii tufikie. Amen. Hapa Galilaya ninatangaza kwa jina la Yesu. Neema hiyo itubebe. Amen. Watu wakisikia hawa ni wana maximum na wameingia ndani ya matatu, anasema Bwana ubariki. Maana anajua tu huyu. Atasema ninalipia na huyu ndugu. Amen. Ninalipia na huyu. Wanajua kwa sababu wewe ni mbarikiwa. Wewe si wa kuangalia msema nipe dala langu. Wewe unaachilia. Kondakta anasema ngoja nishuke niende kwa kituo cha mafuta tafute change. Unamwambia usijali, tutakutana kesho. Na una amani, tena amani ya Yesu. Haleluya. Unaweza acha hata 70 bob zikaenda na unatembea hutaangalia nyuma. Bwana akupe hiyo neema. Sema amen. Na iwezekane kwa jina la Yesu. Haleluya. Wewe ni Mkristo na uwezo ukaachilia 50 ikaenda kwa amani, kwa utaratibu, na unasema mimi naomba nibarikiwe. Kama uwezi achilia, Biblia inasema blessed is the hand that giveth. Amen. Na uwezi achilia kama 50 unafanya kageuka. Una utulivu, una amani. 50 mtu imeenda hivi. Unasikia mtu imeenda. Bwana asifiwe. Yaani umebariki huyu ndugu. Lakini unatembea ukisikitika, unajaribu kukonsole moyo. Moyo uko tutupi. Ulifanya makosa gani? Moyo umegeuka tarumbeta. Tarumbeta galia. Mpaka wapendwa wanakuuliza, kuna tatizo? Ati hoja nilikuwa tunajaribu kuangalia hali ya. Ukweli ni kwamba umepoteza. Umepoteza tomato hiyo. Sema amen. Maana kipindi cha kumbariki ulisahau kwamba pale nyumbani hakuna uto. Kabisa. Ukiwa katikati na mtoto anakuambia, "Mama, nasikia njaa." Nataka nikule. Unakumbuka hata hiyo simu. Unapapasa jamani, makosa gani? Utabarikiwa kweli? Utabarikiwa kweli? Hapana. Alafu unatarajia utembee ukae kwa nyumba ya mfalme. Uishi maisha mazuri. Bwana asifiwe. Amen. Nimekuja tambua kitu kimoja. Amen. Kati unakuwa tu mwepesi wa kujiachilia hata na kile kilicho nacho. Hivi vitu huwa vinakuja kwa sababu ya mazingira. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Unakutana na mtu, wakati unakutana na watu, Silvano si anajua. Unakutana na mtu hakuwa amepanga akitoka mahali anatoka. Lakini kwa sababu umekutana anakuambia make yourself comfortable. Amen. Na wakati anakupatia unajua hii mikono ya Waafrika inajua kusense. Kabla hujaangalia unafanya ni alfu hii unaanza kusmile. Na kweli ukichomoka ukiangalia Bwana asifiwe. Amen. 50 utajua. Hata kupokea unasikia mkono hauna nguvu sana. Unapokea.
eti ni 50. Ukiangalia nasema hasa mambo gani haya? Na mambo gani haya na wewe huna? Haujapeana. Hiyo nyumba ya makiri tunaikemea katika jina la Yesu Kristo. Hao simba ambao wametukalia hata 50 hatuachili, tunawakemea katika jina la Yesu. Nataka siku moja uamke. Uamke uko sawa. Sema niko sawa. Niko sawa. Unasema sijui nikakutana na nani nibariki. Si wewe ubarikiwe. Wewe ubariki. Hii ni level nyingine ya growth. Sema growth. Ndio ujue umekuwa. Bwana asifiwe. Amen. Umesikia ndugu yangu Barasa? Amen. Ndio unajua kumbe hapa umekuwa. Unaweza kukutana mtu ukatoa anzi. Kama mtu anaweza toa 10,000 ushuhuda, mtu atoe ushahidi wa uongo. Na anatoa 1000 ngapi? Si sadaka hii. Sasa tuseme neema ipo juu yake. Najua sadaka angetoa hata 50,000. Amen. Sema amen. Kama vitu vya uongo mtu anataka avitolee pesa kiasi hicho. Na sasa kama ni mkweli, anataka kweli aone mambo yake yamesonga, yani anasema mimi kulingana nilivyo nimebarikiwa. Najua angelitoa hata 50,000. Sema hivi, nenda kumtolea Bwana. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Anatoa 10,000, lakini ako na confidence ya kwamba kile kitakachoongelewa na yule ndugu ni cha uongo, lakini kitafanya kazi. Sasa wewe umeokoka. Kitu cha kwanza, Yesu ni Bwana. Huyo Mungu ni Baba. Roho Mtakatifu msaidizi wako. Kuachilia ngumu, ufanye wema inakuwa vigumu. Bwana asifiwe. Amen. Na hapo ndio Wakristo tunafika mahali tunakwama. Unaona ndugu zetu hao, asubuhi nikija nimeona kuna mradi hapo tunafanya kwa tanki la maji. Nikidhani wa community watu wanywe maji. Ni rare sana. Kama hata kwa mzungu aje na amepita ndani ya hawa watu wa Afrika afanye kitu, ni rare sana kupata tu mtu Mwafrika mwenye asili tu vizuri ya Kitiriki ameweka mradi mahali amesema watu wanajioni wanywe maji. Ni vigumu. Amen. Msinipige mao mwenyewe. Amen. Mshaona miradi ya Watiriki? Hatujaona. Ninasema kweli. Bado. Labda mimi ndio nitakuwa wa kwanza. Amen. Amen. Lazima nijifunze maana si kitu rahisi. Amen. Na tuamke tuweke mradi alafu wewe. Lazima turudi kupiga jicho. Lakini wamefanya na hawapo walichimana. Wewe kwenye mradi wa maji, watu wanywe maji. Wewe kuchimba kisima pekee yake kina gharimu more than 50,000, si ndio? Na kuweka hivyo vitu vyote wamegharamika almost 200,000. Hizo ni pesa mtu amepeana na hataki kujua, lakini moyo wake uko radhi watu wa eneo hilo wapate maji. Unataka kuniambia mtu kama mnaweza compete naye kwa baraka? Yeye ameweka foundation. Yeye haombi Mungu ambariki. Yeye anaomba tu neema ya kuishi na kuona mema. Na vitu vinamfuata tu. Kwa sababu Mungu anajua huyu nikimpa anaachilia moyo wake. Sema moyo. Bwana asifiwe. Amen. So uwe mtu wa kufadhili, mtu wa kuachilia. Sema amen. Wakristo mwache mkono stichi. Shika upige. Wakristo ndio wana bargain sana kuliko watu wa mataifa. Upige. Sema amen. Sema amen. Mkristo hawezi pata ameenda kunywa juice mahali ameacha hata nusu. Atatandika yote na straw na beba. Anapelekea watoto wachezee. Anapelekea watoto. Mrija apelekea watoto wachezee. Hii ni pesa bwana, haiwezi potea bwana. Amina. Umekunywa maji chungu anaingia ndani. Anarua yote. Wale sasa. Ni ukweli ama uongo? Amen. Ndugu yangu, si ukweli? Kwanza mtu hawezi enda mahali akala sima kaache na wano inaenda atinarudisha jikoni. Akasema hapana. Anasema mangondo kanji. Pesa zangu. Amen. Sasa utabarikiwa lini kama hata kuacha sima nusu tu irudi jikoni, mtu mwingine ashambulie? Ni vigumu. Ni ukweli.
Sema amen. Wangapi wanasema wataenda kuacha hiyo tabia? Wewe unajua. Nashukuru. Kuna mtu anaomba neema. Nashukuru. Amen. Sio kusilivana. Wewe unakaa huko nje kidogo, unaona hawa watu vile wanapokaa hapa. Anakula breakfast ya 10,000. Na uone ati moyo wake unashtuka na tembe ya kumeza. Bwana asifiwe. Amen. Mtu anasema leo sipiki kwangu. Nachukua mimi mke wangu na watoto wangu tunaenda mahali tunakula. Bwana asifiwe. Ngoja. Sasa hiyo wanakula robo, wanakula nusu, sambusa zingine wanaacha na anatoka tu kwa amani. Na analipa anaondoka. Hebu mtafute Mluya original. Kama yeye hageuki, watoto wanageuka, wanamkumbusha. Daddy, umacha sambusa. Foundation. Tena kusumbua. Kama ni mama anakuuliza, achia huyo mtu shilingi 200. So unajua ndio boda anambia acha. So mnasukumana na mama, wewe umejaribu kupeana. Hizo zitakuwa baraka kweli. Sasa tunang'ang'ana na mama. Mama ananiuliza mbona unyepeana 200? Kwani halipi na kampuni? Kwani halipwi? Naambia mama, acha vitu vingine. Hii uchumi mbaya sana. Sasa uchumi mbaya wewe umetengeneza wapi? Uchumi wa Ruto. Sema amen. Amen. Jonathan alipeana hifadhi wakati akachukua upanga wake ambao ungelimsaidia kupigana vita vyake, akamwambia shika, nenda upanga ukusaidia. Bwana asifiwe. Amen. Na wakakubaliana ya kwamba najua wewe umenipa kwa mafuta, siku Mungu atakupa neema ukae kwenye kile kiti, usinisahau. Bwana asifiwe. Amen. Usinisahau. Lakini upanga zobaki na utakusaidia. Unaweza achilia upanga ambao utakusaidia kupigana vita. Hiyo ni sacrifice kwa moyo wako. Bwana asifiwe. Amen. Ni sacrifice kwamba hiki kitu ndio kinapaswa kuwa kinanisaidia kuweka vitu sawa, lakini nakipeana kwa ajili ya huyu ndugu. Maana Daudi na Jonathan hawana uhusiano. Ni marafiki tu. Bwana asifiwe. Lakini Jonathan anapoketi, anapomwangalia Daudi, anatambua huyu ametiwa mafuta. Japo ana vita, ana mapito, ana mambo magumu yanamzunguka, isitoshe babangu ndiye anampiga vita. Shika upanga utakusaidia. Baada hata Jonathan kufa, hakufaidi kitu. Lakini angalia Mephibosheth ambaye ndio mtoto wa Jonathan, anakuja kufaidi baraka za baba yake. Wakati mwingine fadhila za wazee wetu. Mungu abariki sana mji huu. Mungu atende mema mji huu. Amen. Umetupa hifadhi na tuko mahali hapa kwa sababu ya hifadhi ya watu. Amen. Neema enzini iwe juu ya mji huu. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Ile fadhili ambayo inafanyika katika maisha ya watu, ukifuatilizia utapata iko na root cause. Nilikuwa ninatafuta kujua mbona nyanya watoto wake wa kike karibu wote wako nje. Nikatambua baba ya huyo nyanya, Mama Rachel, alikaribisha wazungu. Na alifungishwa harusi na wazungu. Walikaa na wazungu. Hiyo neema iliunganika kuanzia pale. Watoto wake hawana wakati mgumu wa kutoka nje. Amen. Bwana asifiwe. Sasa wewe unaweza fikiria labda ni maombi. Unaweza fikiria labda kuna kitu afanye. Ni kwa sababu kuna kitu kilifanyika tangu hapo mwanzo. So wewe nao ukitaka vitu vianze kufanyika, fanya kitu. Amen. Bwana asifiwe. Fanya kitu for the benefit of the coming generation. Amen. Unaweza fanya ukakosa kuona, lakini Mungu anayejibu na anayeona na anayetenda haki atahakikisha kizazi chako haki hizi kutoka. Amen. Atasema hiyo nyumba ilifadhili watu wako. Amen. Hiyo nyumba ililinda mtumishi wangu. Amen. Hiyo nyumba magonjwa yanayomaliza watu katika ule umri, ile nyumba itasurvive. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Mtu akifikiria labda wala balance diet, hata huli balance diet, wala tu kiholela. Ukipata sukari unagonga.
Ukipata chumvi unagonga. Kila kitu ukipata unabandika. Hakuna kitu kinatatiza wewe. Amen. Sema amen. Amen. Haleluya. Amen. Watu wakilia wewe uko sawa tu. Hata chakula kimelala siku 2, mradi kuna microwave ndani. Unaendelea unapumua tu na unapata fresh air na unaendelea mbele. Hakuna kuumwa. Kimebarikiwa hicho chakula. Amen. Sema amen. Amen. Haleluya. Amen. Watu wanasema mioyo yao lazima itabeba fadhila za Bwana. Amen. Fadhili mtu, fadhili kitu. Amen. Simama kwa nafasi. Sema hapana. Huyu ndugu nimemtambua. Bwana sasa sio. Amen. Vile sasa mtumishi wa Mungu alisimama na ndugu akamwambia hapana ndugu. Hii mambo ya kupeana watu matawi hii na kukusanya hela. Mungu akubariki. Akuleta kwa nyumba ya Bwana kushika mkono. Naye akasema tutabaki pamoja. Haleluya. Sasa niambie hawa watu hawa. Mungu atawaacha kweli? Wataachana kweli? Mimi naweza kuja kuwatenganisha. Haiwezekani. Siwezi jua maana huyu akifanya mambo yake ule babu akiwa pale nyuma. Huyu aliona. Sema amen. Amina. Sieti ajui wala keti lakini anakumbuka zile enzi. Sasa yule babu kuketi pale nyuma. Lakini anasema kwa sababu ya wokovu, kwa sababu hii neema hii. Anasema tukamtukuze Bwana. Haleluya. Amen. Bwana sadaka nzuri ya makofi. Sasa ile fadhili ya kushika mtu, haumshiki mtu kwa sababu ni mkamilifu. Sema amen. Amen. Ana maovu yake. Sasa ukiona ile style, mpaka chifu anakuja. Unaona hayo mambo ni mazuri. Na unatoa 3,000 na bado unataka kuganda pale. Na huyo mtu umemshika mkono. Inagharimu. Na ukiona umeshikwa mkono, wewe si eti ni mzuri, ni kwa sababu kuna mambo lakini watu wanakuvumilia. Amen. Amen. Kwa hivyo watu wanakushika mkono ili uwe bora. Ili upate neema. Ili ufanikiwe. Amen. Ili mtu mwingine asiathirike kwa ajili yako. Haleluya. Sema amen. Sasa si tukienda kushika mtu mkono ati ako 100% ati ako sawa perfect. Hata anaweza kuwa hata alikutusi jana. Lakini unamshika mkono. Unasema wewe pamoja na matawi unayopeana nimeenda kushika mkono. Lakini nashukuru mara Mungu akubariki. Sidhani kama uliitisha hela kwa ndugu. Anasema alikuwa anakusanya. Hata uitishi mwambie wajua hata umekusanya sasa nipige tip kidogo bwana. Unajua hii mambo ni magumu sana. Alimshika mkono hivyo. Na alimuitisha. Bwana sasa wewe. Yaani leo nimefurahia sana. Hii siku ibarikiwe sana. Amen. Simama kwa miguu yako. Nataka kumshukuru